Fangasi zinajirudia hata pale unapomaliza kutumia matibabu. Hivi ni vyanzo au ni sababu ambazo zinapelekea hii hali kutokea? Sababu ya kwanza tunasema watu wengi hutibu dalili, sio chanzo cha tatizo. Sababu ya pili ni uvaaji wa pads kwa muda mrefu. Sababu ya tatu ni kukaa na unyevu kwa muda mrefu. Yani unakuta huyu mwanamke ameenda kukojoa, hajajisafisha vizuri, sawa, anakaa na ule unyevu wa mikojo na kadhalika. Ila sababu ya nne tunasema ni probiotic kupungua mwilini kwako. Tunaposema probiotic tunaimaanisha ni bakteria wazuri ambao hawa ni bakteria walinzi. Sawa, ambao hawa wenyewe kazi yake huwa ni kulinda mwili wako. Ila sababu nyingine ya tano tunasema ni upungufu wa kinga ya mwili. Mwili wako unakuwa umeshindwa kujilinda wenyewe. Hivyo basi kama hii hali huwa inakutokea, usiikarie kimya. Maana kitendo cha kukaria kimya hali hii ndo chanzo kikubwa cha uvimbe kwenye kizazi, ndo chanzo kikubwa cha saratani ya shingo ya kizazi, ila ndo chanzo kikubwa cha magonjwa kama vile human papilloma virus au HPV. Hivyo basi kama wewe unanisikiliza leo, nitafute kwa ajili ya matibabu pamoja na ushauri, kwa maana nimewasaidia wengi waliokuwa na hali kama ya kwako. Dr. Seif nipo kwa ajili ya kukupa msaada wa kiafya.